nyangi yomusoke nenyangi ya kuritaya nenyangi ya kuritaya abakura tigamba tebi abakura tigamba tebi tega motoni chifuburu tega motoni chifuburu Jina yangu ni Joseph. kumire mogira esa kumara Lingine linaitwa Buhuru ambalo ndio jina linajulikana kijijini. Kwa hivyo pia siku ya leo ni sherehe kuu inayoandaliwa kwa ajili ya kustaafu kwangu, na nafasi hii naichukua asubuhi hii kuwakaribisha wote ambao walialikwa waweze kuhudhuria sherehe hii na tuweze kusherekea pamoja, kwa sababu haijakuwa rahisi kwa miaka hizi 15 ambazo nimekuwa nikifanya kazi ya serikali kwa nafasi ya assistant chief eneo hili la Kurutianga sublocation. Samuel Oltetia Longoswa kutoka wilaya ya Kajiado Central pale Bisil, tunafanya na huduma Moi University Eldoret, Bethesda Christian Bible University. Kanisa ni International Pentecostal Fellowship Church University. Tunajua Daktari Chief Mwita, rafiki yangu ambaye miaka 3 saa hii nilikuwa tumepatia honoring katika Bethesda Christian Bible University. Kwa hivyo ilikuwa rafiki yangu ya thamana sana. Ni mtumishi ambaye amefanya kazi ya education, ni mtumishi ambaye amefanya kazi ya Mungu, akatembea mpaka huko Eldoret, akakuja mpaka huko Kajiado. Kwa hivyo tunajua hiyo ya kwamba hii kazi alifanya vile inasema kwenye kitabu cha Galatia mlango wa 6 mstari wa 9 ya kwamba tusicheke tukitenda mema. Tukitenda mema tutafuna mema. Kwa hivyo ni vizuri sana kama ile siku ya leo tunasherehekea kwa sababu alifanya kazi na amesaidia wajane wengi, amesaidia watumishi wengi, wamesaidia makanisa mengi. Pia katika hii chuo yetu ya university imekuwa bayana ya vice chancellor ya shule hii ya university. Kwa hivyo tunajua kama rafiki ya dhamana, rafiki ambaye analeta usaidizi. Kwa hivyo Mungu awabariki. Basi katika nafasi ya kazi ambayo nimehudumu, mimi sijapata changamoto kubwa sana, isipokuwa kumekuwa na changamoto kidogo kidogo ambazo tumeweza kusuluhisha. Lakini kwa maisha yangu ya kazi mimi nimependa kuhudumu, nimependa kupeana service ambazo ni za high quality kwa watu wangu, na katika miaka hizo 15 nimejaribu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na Mungu amenijalia kuhakikisha kwamba nimepeana huduma ambayo haina kasoro, huduma ambayo imeridhisha kila mmoja, ijapokuwa sisi wanadamu tunaweza kuwa tumekosa mahala, lakini wakati huu na wakati wote nimeomba msamaha, na wale ambao pia wamenikosea nimewasamehea wakati huu, kwa sababu kama binadamu na wakati unahudumia watu wengi hauwezi kosa makosa yatokee. Alafu pia katika huduma za kazi kiofisi haijakuwa kazi ile ya changamoto mingi. Nimeipenda mimi mwenyewe toka nianze, kwa sababu nikiwa kijana mdogo nilitarajia kwamba siku moja nitakuwa mtu wa kuhudumia wananchi wangu. Hasa vijana tumeshirikiana pamoja, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi, na kila mara wakati ambapo nimewahitaji wamekuwa msaada sana kwa sublocation nzima katika maendeleo yale ambayo tumepiga. Enyewe tumepiga maendeleo hatua nyingi sana katika sehemu za elimu, sehemu za maendeleo na barabara, sehemu za maji tumetengeneza, sehemu za hospitali pia tukahakikisha hospitali yetu imejengwa vizuri, na hii ni kwa sababu ya ushirikiano wa wananchi wote kwa jumla. Pamoja na kwamba mimi nimekuwa ni kiongozi wa kuongoza, wao wamekuwa ni watu wa msaada sana katika kusupport na kwa mawaidha, kwa michango
ili tumeweza kufanikisha, na najua wakati ambapo naondoka kila mmoja ana furaha kuona kwamba tumepiga hatua. Kwa ufupi, mimi kwa jina naitwa Chacha Robin Mrimi. Ni ndugu yake Assistant Chief ambaye ndio mkubwa kwa boma yetu. Namjua kama mtoto mtulivu, ndugu yangu mtulivu kabisa, yule ukimwendea kwa shida yoyote na kusaidia hata usiku. Kuna mengi ametufanyia katika hii kijiji. Hii kijiji, huyu mzee saa hii ni mzee, amesoma akaanza mambo ya kujenga taifa. Mara ya kwanza akaanza walimu, akafundisha Ikerege secondary, alafu akatoka hapo akaenda Ihore akafundisha. Baada ya Ihore akaenda kwa kampuni ya tumbako akafanya na wakulima, akawapea pesa. Baada ya hiyo pesa akajiuliza, hii pesa itaifanyia nini? Akakuja kwa wananchi akapewa retire. Alipopewa retire akakuja kwa wananchi akawauliza wananchi ya kwamba hii pesa nimewapea, mnataka muipeleke wapi? Hii pesa nimewapea, nataka muifanyie kazi. Kama hamjui kazi mtafanya, wache niwaonyeshe. Akaambia amuka tufanye ofisi ya primary. Akajenga ofisi ya primary, Kurutiange primary. Alipomaliza Kurutiange primary, akaingia Kurutiange secondary. Akajenga kwa shilingi 1500. Hapo ndio alianza sasa kuambia watu chanukeni. Alipomaliza kujenga secondary, akaingia primary, naitwa Ndamukia primary. Akaijenga kwa karama ya kuku shilingi 500. Alipomaliza kujenga hiyo Ndamukia primary school, akaingia hospitali inaitwa Migori kwa Masimo Mwongeseko. Akaambia wananchi toeni shilingi 200, na tukatoa shilingi 200. Hapo tukakuta hospitali imefaulu, ikakua. Akasema hivyo haitoshi, akaingia Nahora, akajenga Nahora secondary. Mpaka saa hii hiyo Nahora iko. Akaingia akasema primary hatuna Nahora primary ya pili, akaingia Mwongeseko akajenga primary. Alipoingia Mwongeseko akajenga primary. Akasema cha elimu kwa kweli tuko mbele sana, na ninataka kusema kwamba wakati ambapo mimi naondoka tuweze kuhakikisha kwamba tumetimiza ndoto zetu za kuhakikisha we are the best katika area hizi ambazo tunafanya kazi zetu. Kwa upande wa machief mwenzangu, ningependa kusema kwamba na serikali yetu nashukuru kwa sababu wanipatia nafasi hiyo. Kwa hivyo wale machifu ambao tunahudumu, nimependa kuwasihi kwamba please tafadhali muhakikishe mmepeana huduma ambayo ni ya hali ya juu kwa wananchi wetu. Wananchi wetu wana uhitaji mwingi sana. Kwa hivyo wakati ambao tunawahudumia tuwe watu ambao ni wataalamu. Na kuwa kwamba najua kwamba serikali pia imetupa mafunzo, especially wakati wa juzi, wale vijana ambao wameajiriwa wapya. Wametupatia mafunzo kupitia pale APTC, na sasa hivi kila mmoja ameimarika katika kazi ile ambayo anaenda kufanya ya balancing. Na muhimu ni kwamba una balance, uhakikisha kwamba pia unatimiza ustadi ambapo ni quality. Kwa hivyo nimehakikisha kwamba time management ndio imekuwa kifaa chombo ambacho kimenisaidia sana. Time management, ninaamkanga mapema by saa 11, ninahudumu sehemu ya shule pale. Nikitoka pale na kuja baada ya naenda ofisi, alafu jioni nikimaliza kazi ya ofisi ninarudi nyumbani. Kwa hivyo katika hizo nyenzo tatu nimeweza kubalance vizuri kwa sababu ya time management. Mimi sijakuwa mtu wa ku waste time ama kukaa mahala ambapo sina kazi ya kufanya.
Hakikisha umetabasamu kwenye line bwana. Uko live kwa Citizen TV. Tunabadilisha style. Mambo safi kabisa. Bado simama vile ulivyo. Usitoke. Yaani cheza kwa style yako wewe. Cheza kwa style yako wewe. Kila mtu. Nataka kama watumishi ndio unaona wanagonga kichwa kidogo kidogo. Kabla hatujaomba kwa maombi, wacha tusimame tu tukisoma hii maandiko moja. Naenda kusoma Thesalonike wa pili milango wake wa 3 mstari ya 13. Inasema hivi ya kwamba lakini ninyi ndugu msikate tamaa katika kutenda mema. Hiyo ndio Biblia inasema ya kwamba kila moja hata kama una retire usikate tamaa kufanya mambo mazuri. Wacha tushukuru Bwana. Baba Mungu wa upendo, tunasema asante kwa sababu ya waheshimiwa Bwana. Asante Bwana kwa sababu ya OCS
DO pamoja na machifu wote pamoja na wazee wa vijiji pamoja na kijiji hiki ya Kurikwange Bwana, kwa sababu ya baba yetu wanapokuja kutumikia Bwana, wanapokuja kuingia hii kazi rasmi mfalme ya Kinjili, ama wanapokuja Bwana kumaliza kwa sababu kuwa senior kwa sababu ya kazi hii ya serikali. Na nena baraka na ushindi wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba tusikate tamaa kutenda mema. Asante Bwana kwa sababu najua kwamba Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Karibuni. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu Bwana asipokuwa nao. Biblia inasema ya kwamba tafuteni kwa bidii uwe na amani. Hakuna kitu kizuri, hata baba yetu anapokuja kukaa lazima awe na amani, lazima awe mtu ambaye mtulivu. Hata si wote tujua kwamba Mungu ametusaidia. Amesema enyi ndugu, ya kwamba ni vizuri tusikate tamaa, tukazidi kuomba Mungu, tukazidi kutafuta neema ya Bwana. Kwa hivyo hii nafasi ametupatia ni nafasi tu ya kwamba alikuwa anaitwa Mama Chief. Sasa leo utaitwa Mama Kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile china mkiona huyu sasa mnamuita Mama Kanisa hujambo. Na mkiona chief sasa sio chief, anaitwa sijui bishop. Kutokea leo sasa ni bishop. Kwa hivyo tumempokea leo na naomba sana kwa kunyenyekea sana ya kwamba tumpe wakati mwema na wakati rahisi. Bila tumepea wakati wa serikalini akitutumia sisi kama chief, tena tumpe wakati mororo ili atumikie neno la Mungu. Mimi ni Reverend James Yombesa kutoka Kisii County na nimekuja kusudia chief akilitaya siku ya leo. Retired chief ambaye anaenda kuretire, na wakaribisha wote mjisikie mko katika sherehe katikati. Kwa hivyo ningechukua muda huu kumkaribisha, kumleta chairperson kwa muda mchache tu. Ningeomba kwamba ile timu yangu nilifanya naye kazi mpaka hiki kafanikisha, kwa sababu huu ndio mtu tu ambaye watawajua, na pia tena ukipata lolote shida hata raha utakuonyesha watu utakaye waona. Tunasonga mbele, tunaenda hatua nyingine ya speeches. Tunawakaribisha wakati mtapata nafasi, kama umepewa nafasi ya kutoa speech ama hotuba, ni vizuri unalenga shabaha. Kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya shule ya Kurutiange, ningechukua hii nafasi niseme Bwana Chief, karibu sana. Wewe sasa ni citizen, mwananchi wa kawaida, lakini sisi tuko na wewe, usituache mbali, hasa upande wa shule. Shule yetu iko hapa karibu. Tungependa ukae na sisi vile ulikuwa unakaa
nasi ukiwa katika kiti cha assistant chief, uko na imani utasimama na sisi, na hizi familia zote za Robi Murimi umesimama nazo na uendelee kusimama nazo. Kwa hivyo naomba Mungu awe na wewe, akubariki, akupe siku mrefu. Ni chacha Robi Murimi, mimi ndio nayefuata assistant chief ambapo ni Buhuru. Namshukuru sana pia, vile mmesikia ndugu yangu akitaja yeye ndio papa. Mimi amenifundisha kwa college ya Polytechnic Kerege, huko ina ujuzi, mafundi wako wananitegemea na mimi ninawategemea. Kwa hivyo namkaribisha nyumbani tena kiongozi mkubwa, na aendelee kushikilia pia, sio sisi tu kwamba ya Murimi Robi ama Murimi Tegere, ni boma yote ya kijiji cha Kurutiange mpaka Nahora mpaka kila mahali ya taifa nzima. Kwa hivyo tunamkaribisha vile serikali mmeturudishia kwa mikono miwili, hata sisi wananchi tumemkaribisha kiheshima. Asanteni, sitakuwa na mengi. Amefanya kazi, amestaafu, sio rahisi na sio wengi wanapata nafasi hiyo, lakini tunashukuru Mungu siku hii ya leo tunasherehekea kustaafu kwake. Nishukuru marafiki wote, majirani, watu wa nyumbani wa mbali na karibu kwa kujumuika pamoja nasi siku ya leo, siku ya furaha, siku ya kusherehekea. Kabla sijakaa chini, namshukuru mke wake kwa sababu hata yeye amekuwa ni mama wa nguvu sana. Mama huyo alimtia bidii. Unajua kama mtu yuko nyuma yako ambaye hakusaidii kazi itakuwa nzito. Mnaona mzee alikuwa akitoka asubuhi, jioni anarudi, lakini anakuja kukuta sehemu nzuri ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mama, tunakushukuru na tunasema asante kwa ajili ya kazi yako. Robi inokwe agotangatire ugenderi komeke meru kogotangatire wiki abantu beke barake itokeno wanyono tangate ntane ya serikali kebule wagenderia na osokiri emiremo kunchiri nchia obeko bantu baito kunchiri nchia keyo bene na inokwe agotangatire akwekerani na kohomurembe orogwisene okwekera enkaga yonsu. Uhayo buya bukongu mwana wetu kebure wemerere kibarakeno na okehati no buya na muntu wonswe atagukura nanganiri yonswe ngawakora igo kweko gambandiga inoku agotangatire akugendi buya Uhayo uhuru yo no mono sema yana mokane ne omukoti henya mo mabyara uhayo numuyera na mutebri ndingo mugaka agihuri iga torabambe kebara chonsoke oke torehe ohayu uyurehe diri bisike na bebira kuhediri andi taye bonu kire kobagaka yomre tega nenka kungu hakera kobagaka baitondai bonu ko hayu kungu hiri kire kobagaka bonu bonu mangara gara to toka reko gamba ukintraga mbujo narajo radichoke toramwiji usena rapora na nina rikukuija monto iga wanga kokoro iga ui mugambi ta kokoro hai bono aro gore ngani mutigang koraiga kira wewe kiriga ke marongi chu aba bibi muri kokoro muri mugambi wenyi kurate Ujando uki mono ito akikira siwo bibi ya so kirisarama ana so kirisarama no kwa murende na tora kumwengeria ayara muhejiri bibi byonso safu tata weno ari gonso ari ko hetara bibi ara hetara ko no kunare ko henya gonso bayu no kwa muitabiri. Asante anu mono no mañana ari chokire kumorro ukwiti mbaya lakini kwamba no manyire mbega na swali komaru murito gakai lakini no kuyae ya muimiri garara abichazo akonera hasuki wono kubara turiga hata sasa na aino marembe gaga dari no kile kambaga lakini bado kingai gari
Sasa bantu bani hata atakwenda bunge. Atakwenda bunge. Asante. Hapa Kurutianga nilikuwa hapa 1978 nikatoka Kiharaka nikaja hapa kama nilikuwa nikiishi na huyu chief kama mtoto wangu. Kana naenda nyumbani ndio alikuwa ananingojea nyumba, na ninashukuru sana nimeweza kufika katika sherehe yake. Bwana asifiwe. Nimeacha walimu, nimekuwa pastor wa misheni yetu ya Kweka Bware toka Kaimosi. Kwa general secretary wa miaka 18 na nimeritaya. Hata nimeritaya kwa pastor, lakini sijaritaya sana, sipokuwa Mungu ananipenda. Nimebaki mwaka moja nifike 80. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu zaidi. Kwa hiyo jambo langu ni kwamba umeritaya, wengi ambao naona wako hapa, hata ndugu zako wale, mwingine ananiambia nimfundishe kilasi 1. Bwana asifiwe. Tegemea kwa Mungu. Bwana asifiwe. Hata nimekuletea kitabu kimoja, utakuwa unapita hapo na unaendeleza na familia yako ambayo inahusu neno la Mungu. Kwa hiyo asante sana kwa Mungu kulinda. Sema kuhusu wisdom. Kwa hiyo kazi ambayo umemfanyia Mungu, umemfanyia wananchi, ndio sababu wamekuja hapa. Ni wachache ambayo wanaritaya. Jambo la pili, Bwana ACC wakati ule alisema, alimwambia mke wake kwamba hawana mfulia nguo alafu ndio aonekane kama chief, na amefanya hivyo. Nakushukuru sana mama. Bwana Mwita mwenyewe, huyu mtu kama ningekuwa na uwezo ningelikataa asiritaye, kwa sababu yeye mwenyewe ilikuwa gateway ya wezi, lakini alicontrol mpaka sasa hivi hatuna wezi. Kama wapo ni ndani ya nyumba zetu tu, ameiba sukari ama kitu kidogo tu. Kwa hivyo Bwana Robi amefanya na maana maneno mengi sana. Kama kuna amani, kwa vile tulikuwa na amani kwa sababu ya uongozi wake. Watoto wamesoma hapa wengi sana, na ameongoza mashule mazuri sana. Ukipata shule nzuri ni pande hii. Kwa hivyo Bwana Robi, sitasema maneno mengi yako, kwa maana maneno yako ni mengi sana. Fanya tiketi na wafume Dadi pokea sifaya Mokozi pokea sifaya Umenitoa pale chini Baba ukaniweka kati Umenipandisha Umenitoa chini Umeniweka kati Akiwa amemaliza A-level, assignment yake ya kwanza alipewa na serikali ilikuwa mwalimu, na mimi ndiye alifunza hiyo miaka ya zamani. Wengine hata labda hamjazaliwa na wengine mlikuwa wazee hivi. Sasa nimefika hapa kushuhudia kwamba mwalimu wangu kumbe baadaye aligeuka akakuwa chief, na hiyo kazi ameifanya vizuri vile nimeshuhudia mkisema, na vile nami nilikuwa nikikutana naye, naona ni mtu ajui kuringa. Hata mimi ninaomba Mungu anisaidie nifanane naye mwalimu wangu, nisijue kuringa. Yeye alikuwa anatangamana na watu wengi wote, wa mama, vijana, wazee, na hata hivyo mwalimu, ningeomba tu hiyo roho uendelee nayo, kwa sababu tunaiga kutoka kwako. Mwalimu, teachers never retire. Hata nikisikia mnaita mwalimu eti retired teacher, nasikia kama labda mmekosea mambo kidogo. Teachers never retire. Sisi tupo kazini, na mwalimu, tafadhali sana endelea na kazi Mungu alikuitia. Ya kwanza
ndio ukaja kufanya hii, na Mungu akupe nguvu, uzidi kutushauri, na ni rafiki yangu sana Yolanda Reka Masiale. Mimi naweza kusema ni mmoja wao, kwa sababu siku ile ambayo alikuwa anaapishwa kuwa assistant chief kule PEFA, nakumbuka yale maneno yote Dio alikuwa akiyazungumza. Kipindi hicho alikuwa anaitwa Dio. Alikuwa akizungumza mambo mazuri sana kuhusu huyo mzee, na nakushukuru kwa sababu ya legacy ile umeacha legacy kubwa, na hata mpaka watoto wetu watakuwa wanajua hiki na hiki na hiki kililetwa na Joseph Robi Mwita, ambacho tunakiona na macho, si kwamba ni mambo ya kawaida tu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu yule ambaye alikulinda, na mpaka siku ya leo tunakuja kusherehekea kustaafu kwako. Wewe sasa ni senior citizen. Wale wazee ambao wamestaafu kina Moroge Sabu, nilisikia wanasema wanakuhitaji kwenye kikao chao wa kuonyesha mambo vile yanaenda. Otherwise tunashukuru Mungu aliyekulinda. Wananchi wote wale ambao mmekuja sherehe ya Joseph Mwita Robi, Mungu awabariki sana, Mungu awatende mema. Mimi binafsi huyu mzee ni rika ya baba yangu. Wema, umefanya kazi vizuri bila chenga, ingewezekana ungeendelea tena, but pumzika, umetimiza agenda. From government says thanks to be here. Tawasalimia nyinyi nyote waheshimiwa, tumetoka mbali, tumeshawakaribia, na uzuri wako tumeshawatangazia. Ekani mugende na kikamba kuma mwingi ulia West Moti tata, na kikura ninda megiria tata, Bwana Buhuru tunakupenda sana. Kushoto kulia, sote twafurahia. Ingekuwa tutamu, umetuleta pamoja bila ukabila. Makofi kwako sa job well done, umejaza ushupavu, umetupanda miradi ya stima mpaka na maji. Wakulima wamepata na mbolea, umekuzwa kote mashinani, hata hana ukuya kumunya, kutakosa vero morembe, abana bao, amokao, bonswe Mungu abarende, abarende, amokao, bonswe abarende. Bila matatizo, bila kufutwa kazi, bila kufukuzwa, bila adabu yoyote, yani kwamba amefanya kitu kibaya. Na sisi tunashukuru chief kwa ile miaka yote ambayo tumefanya kazi naye. Amekuwa kiongozi mwema, ametusaidia, ameleta mambo mingi kwenye hii kijiji. Yes, na hii boma ni boma yetu. Tunakuja hapa kila wakati. Chief amekuwa wasi, ametualika kwa masherehe zake zote, na tunamshukuru kwa kuweza kufanya kazi hadi kufika mwisho. So leo bali kwa sababu tukikuwa tunaimile imani kwamba ulipitia hizo ngazi unaweza tetua hili ama lile. So wewe kangangari bado, hata mimi bado ni natoa ushauri kwa wananchi, na tuko tunaendelea. Na kabla naona Mungu aliweza kumpigania hadi mpaka ule wakati aliporitaya, naona bado anatupigania. Na nikasema kusema hivi, Bwana Roho, karibu, tunakukaribisha. Wewe mama wako na kulala
Itisimo. Sasa mbele kwa mburenge. Hatuni na harusi kipindi kile alitayele. Kweli kuna sehemu niliongeza. Na ninamshukuru Mungu. Hata hivyo na ninyi wapiganie. Karibuni nyumbani. Mjisikie nyumbani. Muendelee kulinda familia na pia jamii yenye mlikuwa mkisimamia. Ni kama kuna mahali wanatucheza au retired chief. Mimi naona ni kama wamepunguza miaka ama mimi ndio sioni vizuri. Lakini mtaalamu mwingine aliniambia maisha ni changamoto na maisha inakuwa na ugumu wake. Lakini hawa ndio tu, hii timu ndio inashinda ikikompiti na mimi. Apakasambi subano kumbe bagotera hata serikali na yamanya. Na apakasambi hata serikali yamanyirika bagotera pesa hivi ya gambiriga haitakuja. Lakini mbona wiki Mungu cha mutangate. Kumbe abangira byo sasa hata bitoto hanyi twiritaye. Lakini banopo serikali imeconfirm. Ana baru na siga yanko barugia torehera ki mzee na shine. Na mama nafikiri utakaa ngumu kwa sababu huyu mzee amevaa na utafikiri yako soko. Ama confirm mzee. Si mzee anakaa kama yako soko. Lakini hata sisi tutasaidia mama tuseme mzee umetoka soko. Si ndio? Lakini tumpongeze tuseme hiyo ni kazi nzuri. Unajua hakuna kitu cha kujifunia kama mzee anarudi kwake akiwa hatetemeki. Mzee anang'aa, wanatoa mafuta mpaka mimi hata nauliza hata retire. Ama ni watu wanasema uretire. Ai jamani. Sasa mimi na wakati mtu anapigwa makofi usione wivu. Unajua mnakuaga na wivu. Sio ni mtu ametunga bomba. Hata kama ingekuwa kwani nikupewa hiyo kiti, lakini wasimwambie ubunge, hapo ni kama walikuwa wanakudanganya kidogo. Password yako hapa na bado hajaweka pin. Ndio, umemkataza. Hiyo umefanya vizuri. Huyu mama asimame tumwe. Ni ukweli ulisema hapa. Nashukuru kwa mashauri na mambo mengine. Mungu akubariki na tutaendelea kushirikiana. Asante sana. Mungu awabariki wote wale mmefika. Asante. Pia tufike mahali umefika. Yangu ni kukuomba tu, haujachoka. Ni kama kweli ulipunguza miaka ili tupotee mapema. So majina yangu naitwa Daniel Bungati, ni Assistant Chief Kereke Sublocation. Unajua usiria kwetu sisi tunafanya kazi nje ya nyumbani. Wakati nitakuwa na retire nikirudi kwetu pale Busia Airstrip, ni wachache sana nitakuwa nimekutana nao, labda wafanyabiashara wakina nani wenye wameenda Busia. Lakini wewe unafanya kazi hapa, umekuwa hapa muda yote na umekaa na watu wako. Kama kuna mahali mtu alikukasirikia, ajue ni kazi. Lakini kama kuna mahali ulipitisha makucha, hii ndio muda. Jambo lingine nitaka kukukumbusha, umekuwa ukipata mshahara wako vizuri. Ulikuwa unaenda mkutano unapewa hata 1500, 2000, 1000. Sasa kuanzia kesho hiyo mkutano haitakuwa. Lakini ya kanisa ikiwa ukiitwa kuongea na ikuwe na kitu, we kula usikatae. Na muendelee kumuita mkutano. Na mimi nimefanya kazi na Buhuru, nimeona hako na very good experience. Tukipata chances huku ambazo zinaita wazee wenye hekima, wenye maarifa kwa kitu fulani, tutakuwa bado tunakuita utupatie umaarifa wako.
kwa huu wakati usikae peke yako. Old age has a lot of loneliness. Yani uzee iko na marafiki ni wachache. Ile nguvu ulikuwa unashinda kwa simu ukiongea 10 hours, sasa hakuna. Utakuwa unaongea tu simu moja ya dakika 10 umechoka. Kaa na wenzako. Wanaume kawaida wapendi ku express sana. Unajua kama sisi wa mama sasa mke wa Taruru akinikosea, nitakimbia nililie mwingine nimeondoa hiyo stress. Lakini wanaume mnakufa na vitu vyenu kwa roho. Si ni ukweli? Lakini kwa sasa tunawa encourage, open up and talk. Mahali hujafurahia sema, mahali umefurahia sema. Mama, kama alikuwa akienda kazi na anapita huko, saa hii ni wako full time. Unaweza fanya ile mambo yote yenye hukufanya. Saa hii tumekurudishia. Serikali ilitupea akiwa full. Tumerudisha yeye akiwa full. Akiwa na mikono na macho na mguu. Sasa hiyo yote arudishe nyumbani. Tunakutakia kila laheri. Ile pesa yako ndogo, Buhuru, usidanganywe saa hii ununue Prado. Usidanganywe ujenge gorofa. Hiyo pesa ni yako na mama. Nashukuru kwamba umesomesha watoto na tunaomba watoto wa Buhuru wamshikilie mzee. Mimi if my father was alive, angekuwa anakula hata mshahara yangu. Kwa kuwa ni yeye alinifanya niwe what I am. Madamu, usishangae kumuona mzee siku moja aamke asubuhi, apige viatu rangi, akuambie nipe ile uniform, ninaenda mkutano. Usishangae. Manake amezoea. Hiyo kitu ndio imtoke, itachukua muda. Kama ni masaa ya kuamka asubuhi, amezoea kuamka mapema. Usishangae kuona anaamka, atembee afike kwa gate ndio akumbuke, kumbe alikuwa amemaliza, arudi kwa nyumba. Usishangae usiku simu ipigwe, apokee simu, ajibu simu na aambie mtu, we kesho kuja kwa ofisi nitakusaidia. We kazi yako ni kumkumbusha tu mzee, ya ofisi iliisha, ofisi yako saa hii ni hapa. Morning collapse. Utashangaa saa 9 za usiku anakuambia kuna message ninafaa kutuma. Lakini we kazi yako tu ni kuendelea kumkumbusha ofisi yako saa hii ni hapa. Lakini wewe vile watu wamekuja hivi, inamaanisha ulikuwa unafanya kazi nzuri. Bwana Gedi, mimi officers kama hao wakiritai in other places have been, huwa ninawaita naweka kwa vitu kama land control board. Kama ni kesi za mashamba zote anazijua. Hata amezifanya. Sasa zikikuja kwa ofisi yako ati umekaa pale kwa board, utaona tu anauliza mtu, na wewe mambo yako na mama mlimaliza? Unataka kuuza shamba? Kuna wakati mama alikuwa anatusumbua kwa ofisi, mlitengeneza maneno. And that is how atatusaidia kusolve land disputes. Otherwise mimi sitaongea mengi, nimeona mwenzangu mwenye boma amefika. Majina yangu naitwa Baraza Fernandez Atila, ndiye nasimamia Masaba Division na kwa sasa pamoja na Mabera Division. Kwa hivyo familia yake ameweza kusomesha watoto wake hadi ule mdogo pia ameweza kusoma, wengine wako kwa makazi, wengine wanafanya shughuli mbalimbali. So hilo ni jambo la maana sana. Huwa tunapata kuwa mtu amefanya kazi kwa serikali lakini advocate for education, lakini tumeona senior chief amekuwa kipaumbele kwa mambo ya elimu. So hiyo ni jambo la maana sana na jambo la kututia moyo sisi ambao bado tunaendelea na hii kazi ya serikali, ili tukaweza kusomesha familia zetu, watoto wetu, ili baadaye unapoenda nyumbani kupumzika, mtoto umemwacha sehemu ambaye atajisaidia yeye mwenyewe. Asikue saa zile umeenda kupumzika nyumbani anakusumbua, nataka pia umsaidie. So ningewasihi ama ningewaomba wananchi ambao tuko hapa, tupee masomo kipaumbele, ili baadaye miaka ya usoni tukaweza kuenjoy the fruits of education. Kwa hayo machache, Mungu akaweza kuwabariki.
Mambo safi. Mambo moto. Wapi vigelegele? Pasta kwanza abariki hii zawadi. Wacha tupatie pasta dakika moja aombe zawadi ya bariki chief na watoto wake na mke wake. Acha tutakase hii zawadi, alafu Mungu ataenda kuwabariki. Tunaombea hii zawadi ya mtumishi wa Bwana. Tunaitakasa hii gari katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema yote amen. Sema amen. Gari kwa jina la Kristo. Weka mafuta ya Bwana. Tunaona pastor anaweka anointing oil. Tunatakasa kwa jina la Yesu. Naombea neema ya Bwana. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 God bless you. Naenda kuwabariki katika jina la Yesu Kristo. You've made this world a better place to live in. You are just but angels given to me by God for all that you have been and for all the sacrifice that you have gone through because of me. I say a big thank you. You are special. You are special people to me. And this is also from the grandchildren too. Thank you. That's all. Wageni waalikwa wote. Abandonment ya Daddy. Daddy has served this village. Daddy unaongelea. Wenye mnaongelesha chief, mungoje kwanza apewe maneno matamu na wasichana wake. A mentor to some of us here. He's a parent also to many people here, and he's a friend. So all I can say is Daddy has served, and I believe you've all seen the work that he has done. Wacha Mungu ambariki, ampe maisha marefu. Amen. Makofi kwake. Millicent Mutongori. Nafurahia wanakijiji wote mmejumuika na sisi siku ya leo. Sikuwa ilitarajia itawadia wakati kama huu, because nakumbuka it was just recent alikuanga ordained pale Pefa Church. Yeah, and one thing that naweza sema ni chief alisisitiza sana juu ya mambo na elimu. Watu wa Kurutiange alisisitiza sana mambo na elimu. Hapa mtasahau hata kama ameritaya, si sawa? Tuendelee kuelimishana na maybe step up from where aliachia, na msichoke kuja kumuuliza mawaidha because he's a wise man. Ndio. Aya, asanteni sana kwa kujumuika hapa. Na kwa binafsi, I think he has played a great role. I remember when I started advocacy, and it was a challenge because I would imagine
how he managed to talk to the people, how he managed to speak about issues zenye watu hawakuongelelea, but he always spoke about them. And that built me, and nika realize hata kama people are just talking behind, but you still do your work. Bwana Chief na Mama Martha Mbusiro, asante sana kwa kuwa karibu na dad. Umekuwa ukimtunza. I hope tutaendelea kumtunza pamoja. Asanteni. Nikasema naitwa James Mwita. Mimi ndio second last born familia ya Chief. So mimi kitu ningependa kusema asanteni kwa kuja siku ya leo. Tumefurahia mmekaribisha zaidi na muendelee kuwa nasi vile mmekuja leo. Ningependa kuambia Chief asante kwa kuwa nasi. Asante kwa taken care of us. Tumeweza kulinda despite tumekuwa busy na kazi ya ofisi na bado umeweza kuwa nasi kama familia. You've taken care of us very well. I thank you for that. Mama pia nakushukuru kwa kuwa nasi. Umeweza kutulinda. Sikukosa chochote. Nakushukuru shukrani. Mimi sina mengi ya kusema. Ndio? Haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ya Brian Chacha. Mimi kijana Chief. Kusema asante sana. Asanteni sana wote mliohudhuria sherehe hii. Tumewakaribisha tena na tena. Nilisikia watu wanasema tuko kuchukuana. Soko huru? Sasa mimi nataka kuchukua. Oh, utakuchukua? Makofi! Congratulations on retirement. You've worked hard. Hata nyinyi mnajua. Hello. Si mnaelewa? Wazi. Asante sana. Hello. Habari zenu wote? Nzuri. Kwa majina ni Angela Mwita. Siku ya leo nimefurahia kuwakaribisha kwa hii uwanja yetu tusherekee pamoja. Asanteni kwa wenye wamejitolea kutusupport in every other way. And to my dad, I am proud of you. Hallelujah. Done well. Good. And as you're going to retire, I wish you good health and everything that comes your way. Asanteni kwa kusaidia kucelebrate. Asante. Good evening. Yes. Na wasalimu nyote hamjamboni. Hatujambo. Majina naitwa Kennedy Mwita. Ile Edoko Atiomera. Kabla hata suma nchama, kabla sijaongea ningependa ubabu wangu uongee. Haleluya. Ndio endelee. Ndio utunzwe vizuri. Habari zenu yote? Nzuri. Kwa poa? Kwa majina naitwa Esther Boki Kennedy. Miss Ken. Fadhilo. Usike kwa imani. Fanya kazi na Mungu ameona yenye umetenda. Amen. Barikiwe. Amen. Makofi kwake jamani. Na mengi ya kusema. Mimi nina furaha. Sijui kama mrealize kwa watu wenye walikuwa na furaha sana siku hii ya leo. Mimi hata ilibidi nikakaa mbali kidogo. Sasa furaha ambayo ako nayo hata mimi ndio niko nayo. Kwanza ningependa kushukuru wanakijiji, marafiki na kila mtu yote ambaye amehudhuria sherehe hii ya hii siku ambayo baba mzazi alikuwa na retire. Nasema ni asante kwa mchango wenu, kwa maombi na kwa kila kitu ambacho mmeweza kuwekeza mikono yenu. Mungu awabariki na mzidi kubarikiwa. Pale penye mmetoa chochote ambacho mmesindikiza katika hii siku, Mungu awabariki. Acha niseme jambo kuhusu baba mzazi. Mimi nina furaha sana. Baba mzazi ameretire. But ninajua kwamba hatai si achoki. Mimi najua huyu ni jembe. So mimi nikimuona, nikiona wazazi wangu hapo, ninakuwa na furaha sana
ninaomba Mungu anitunzie hao. Nitunzie tu hao Mungu. Amen. Tumesikia kwa hewa. Tumefurahi ama tujafurahi? Tumefurahi ama tujafurahi? Mtatafuta chief ama mtamtafuta tena? Sasa mimi siko peke yangu. Niko na mtu kutoka kwa Ingo. Shemeji mwenyewe. Nataka kikuja tuna dance. Mama Mlai ilikuwa mahali. Si unataka Vaida? Vaida. Alafu nitawasalimia. Chief, wasichana. Wacha nimfuate. Haya, enda umfuate. Mama Mlai ahira papa. Mama Mlai ahira papa. Karibu shemeji. Thank you so much. Tata Sakuru Chacha, Mama, Baba Nyakuru Chacha. So, all protocols observed. I'm really glad to be here, and good afternoon to all of you, and assalamu alaikum to our Muslim brothers. So this evening or this afternoon, I'm so glad to be here to my father-in-law's retirement. What I just want to say is you are retired but not tired. So karibu nyumbani. Wanakijiji wa Kurutiange wote tunasema kwamba mzee anaonekana kijana hata kuniliko. So he's just retired but not tired. So please consult him. Sio ati amechoka ama nini. Amekuwa mzee wa mawaidha, hata mimi amenisaidia mahali pengi kwa maisha, and I've heard so many good things said about him, the way he has assisted in reducing the crime rate around here, assisting people go to school, being a parent, a father to many, and we pray that we all emulate and continue with his legacy. Wakati anarudi nyumbani, let's his legacy continue. So isiishie pale kwamba amerudi nyumbani, lakini tuendelee na legacy yake, ili taa yake iendelee kuwaka na mwanga wake uendelee kuwaka, so that we can say that Chief Mr. Robi alianzisha hii and is continuing. So kwa upande wangu nasema asante sana, and kwa baba nasema congratulations on your retirement and all the best. We can't forget mama. Most of the time when you are saying congratulations to mzee, we are forgetting about mama. But our wives, akina mama, they play a very big role behind the scenes that most of us don't really know about. So mama, thank you so much for taking care of mzee for all these 15 years or more that he has been serving this community. And as he comes home, please continue taking care of him. Asante sana. Waluya unaweza saidia kudance kidogo. Mama usifanye mwisho wa mdudu. Kwa majina ni Elijah Robi Mwita. Sawa. Nunue Besira Wirengo. Mimi ndio kifungua mimba wa mzee Mwiro, na kabla niongeze zaidi, naomba nimtambulishe babu wangu awasalimie, kisha nitaongea moja mbili. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Mariam Robi ya Elijah. Nawashukuru wote wenye mmekusanyika hapa siku ya leo kusherehekea pamoja na sisi. Mungu awabariki. Alafu baba mkwe, hongera kwa kazi nzuri ambayo umeifanya pamoja na mama kutusupport. Nawaombea maisha marefu yenye baraka na afya njema. Mbarikiwe.
Asante kujumuika na sisi siku ya leo kusherehekea hii retirement ya baba. Haingewezekana bila nguvu zenu, mawazo, kifedha, kimaombi, lakini mmeona siku imetimia na tutaikamilisha kwa upendo, si ndio? Yangu kwa retiring senior citizen Mwiro, tunakuombea maisha marefu zaidi ya hii. Ile bidii yako yote sasa itaenda times 2. Kijiji imekuwa na upendo, bado tutaishi na upendo. Familia, tutaungana na wewe, tutafanya kila kitu to ensure that unaishi maisha nywe bila tasishi yoyote. Bamore abantu bakurutiyange location yonswi, patia mzee support, hajachoka. Hii gate itakuwa wazi kila siku venye ilikuwa wazi kutoka kitambo. Asante sana na Mungu aweze kuwabariki. Asante sana watoto wa Chief Mkibwa amezaliwa, akakua, akafanya kazi na ndio hiyo Ameritaya. Akasema haya yote yataenda tu hivyo. Akaamua kuweka kwa kitabu. Na nitawasomea kwa uchache tu. Lakini pia kitabu hiko ukitaka it goes at 500 shillings peke yake. Uweze kusikia uhondo wa Joseph Mwita Robi. Pale majina Buhuru ilitoka, utakwenda kuelewa. Atakueleza jinsi alivyokuwa ni chimbundi akigrow, lakini Mungu hakumsahau. Bwana Yesu asifiwe. Amemweka, amempitisha maneno mingi, lakini leo yuko hapa, si ndio? Na tumefurahia kazi ambayo amefanya, na hiyo kazi yote ameiweka. Na ningependa kusoma as he retires in 2025. Mr. Joseph Mwita stands as a testament to a life lived with a purpose, integrity, and unwavering faith, serving with distinction across many spheres. He has exemplified excellence and devoted father and a husband, visionary entrepreneur, and a diligent administrator. His influence reaches far beyond his immediate circle. As a servant of God and as a committed public servant, he has impacted life in manufactured ways, leaving an enduring mark on both community and the nation. His contribution to academia is especially notable through the founding and nurturing of Mwiro Academy, an institution dedicated to shaping minds and futures through every achievement and milestone. Mr. Mwita humbly attributes this success to God Almighty, whose guidance and grace has been the foundation of this remarkable journey. This book celebrates a legacy of faith, service, leadership, and lasting impact. Hand over to you. Haya, tupige makofi. Sasa tunataka tu launch, tusimame hii kitabu. Tunataka tu launch, alafu tu hand over kwa chief. Iko wapi hiyo wimbo? Haya. Tutacheza hiyo wimbo. Our retired senior assistant chief, Kurutiange sublocation, Mr. Joseph Mwita Robi, aka Buhuru, is officially launched. Watu wanasika vizuri. Watu wadana vizuri. Tudance vizuri. Niko kazi. Huyu jamaa toke mbele kidogo huyu.
Haya, kuna zawadi inakuja ya ng'ombe. Acha apokee. Kwa wale hawanijui, naitwa Bwana Geje Ambe. Mimi ni Assistant County Commissioner in charge of Ikerege Division. Kurutiange iko chini ya Ikerege Division kwa wale ambao hawajui, lakini ikikuja kwa upande ya siasa, Kurutiange iko upande ya Masaba Division. That's why tumealika mwenzetu wa Masaba. Ikikuja kwa siasa tunashare na yeye kidogo. Mungu ametujalia tumefika tukiwa na afya na tukiwa na salama, na tunasema alhamdulillah, tunashukuru Mungu na tukishukuru hata tuzidishia. Pia nataka nishukuru wale watu ambao wote wamefika, kamati ambayo walikuwa wanaandalia. Mimi ningependa kujihusisha kwa hii sherehe, lakini kwa sababu ya shughuli mbalimbali niliatenda kama kikao mbili, zile zingine nilikuwa na coordinate kwa mbali. Na niko na furaha kwa sababu najifunia mimi ndo nilianzisha hii sherehe. Wakati niliingia hii Kuria nilipata hakuna sherehe kama hizi zinafanyika. Na tulianza na Ikerege Division. Bwana Senior Nyamboa, simama wakuone. Tuna kazi mengi ambayo amefanya. Kazi yake yenye amefanya anaandika kwa hii kitabu. Hii kitabu nilipoangalia ni 72 pages. Hata yangu ikiandikwa labda haitafika page 3 ama 4, lakini yake imejaza 72. Hiyo inamaanisha kuna kazi kubwa ambayo amefanyia hii jamii ya Kurutiange na kwa Kuria kwa jumla. So bado tunahitaji service yake, bado tunahitaji mawaidha yake. Kuna mambo mengi ambayo hatuwezi zungumzia ambaye yeye mwenyewe alifanya. So nakwambia congratulations Bwana Chief na Madam Chief kwa kazi ambayo mlifanyia jamii. Muendelee, bado tunahitaji mawaidha yenu na bado tutawasupport kama kuna mahali ambayo kuna shida. Bado tutaendelea kusukuma pamoja. Nataka niite chiefs wote na ACCs ambayo wako hapa ili tupatie chief ile zawadi ambayo tumeleta kama ofisi ili wapokee rasmi wakiwa na Madam Chief. Chiefs wote tafadhali mkuje na ACCs hiyo zawadi. Asante sana. Ati hata picha hatujapigwa. Sababu umekamilisha safari vizuri, na amesema bado atakuhitaji, na amesema ile miradi yote mliyoanzisha na yeye hatasimamisha hata moja. Atahakikisha yote ameikamilisha vile mliongea, na hata kama kuna yale mengine amekukaribisha na amesema milango iko wazi. Kwa hivyo tuko pamoja hapa. Alinipatia bahasha yangu ambayo nitafika kwako nikupee, kwa sababu wewe mumefanya na mheshimiwa vizuri. Hata sasa amesema ile ofisi anaikamilisha vizuri, na unajua vile mambo inaendelea. Angekuwa hapa yeye binafsi, lakini kwa sababu alienda na timu, baadhi ya timu ya Wakuria kwenda kuona rais, sasa ako pale na akasema tukiwa hapa tutafanya. Sasa nilikuja na askofu rafiki yangu ambaye ametoka Rift Valley. Siawasalimie. Karibu sana askofu. Mimi ni bishop natoka Narok. Rafiki yangu tunaendelea kuhubiri nao katika kambi. Tukasema mpaka tufika hapa. Kwa hivyo tunawasalamia, nasema Mungu awabariki. Katika sherehe hii nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi kufika mahali hapa. Na hii imetendeka kwa sababu nilikuwa na madam hapa ambaye ni vice. Nataka useme maneno machache tu. Shukuru Mungu tumalize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sina mambo mengi ya kusema, ila kumshukuru Mungu shukrani kwa ulinzi ambao ametupa, kwa sababu najua kwamba bado yuko pamoja nasi na ataendelea kuwa pamoja nasi. Kwa majina naitwa Martha Musira. Mimi ndio mke wa Chief.
Nimetoka kutafuta chifu kwa sababu ni mgo wangu, na kwa hivyo napenda kuwashukuru majirani wale wote wa Mutiange na Ora, yani hii supplication yote kwa uaminifu wenu na vile mmekubali kuja kumsawadia na kumpa heshima na kumpa hongera kwa ile kazi amefanya. Jamani, ni vizuri kwamba kwa sababu ya muda huu ambapo tumempata akiwa mzima hai, sasa sio wakati ule ambao ukimpata hayuko ama kwa mgonjwa ama ameisha hayuko hata haongei, unasema ya kwamba chifu alikuwa hivi, alikuwa anafanya hivi, alikuwa anasema hivi, lakini ni vyema Mungu ametupatia huu muda mzuri, tumempata akiwa hai. Sasa lazima tuongee yake mazuri, yale ambayo amekuwa akitufanyia na yeye anafanya. Barikiwa waje Mungu pamoja nasi kumaliza sherehe kwa amani. Asanteni. Wote ambao mmeona, nataka kusema kwamba ningechukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana kwa kunilindia familia na kunitunza mimi pia. Unajua singeweza kufanya hizo kazi zote bila huyu mama. Madamu wangu, asante sana. Nimerudi nikiwa mzima. Basi nataka kusema haya. Kwa wale wote ambao tumefanya nao kazi, nataka kuwashukuru sana kwa kunipa nafasi ili wapatie service. Tutaanza na mabalozi wale ambao wamekaa karibu na mimi, wakishirikiana na wananchi tumeweza kufanya yale ambayo tumetenda. Alafu nataka kusema kwa serikali yetu, mmefanya mzuri sana kwa sababu mmenilinda, mlinichukua mzima na mmenirudisha mzima. Kwa hivyo nasema nipongeze. Katika kazi zile zote tumefanya, mimi singeweza kusema leo ile nimeweka hii kitabu kwa sababu ningeongea maneno na nilikuwa siku yenu, singeweza kuongea yote, na nimeweka hii kitabu. Kwa hivyo hii kitabu iko dedicated kwa ajili ya nyinyi. Ukipata shilingi 500 tu, uende uweke utunze, ni kumbukumbu. Maybe pia itatusaidia kwa wale wengine wanakuja. Wale ambao watakuwa wanataka kuhitaji kufanya kazi hii, nitawasaidia wakati tunafanya hii kazi ili tuweze kufikia mahali hapo. Otherwise, mheshimiwa pia nataka kusema bwana Bishop, nashukuru sana kwa sababu mheshimiwa jana alinipigia simu. Akasema hataweza kufika, lakini pia ako pamoja nami na katika hii sherehe. Kwa hiyo nashukuru kwa sababu wewe umeweza kumwakilisha. Peana ujumbe kwamba nimepokea. Otherwise na wale wengine wote, kuna watu wamenipigia simu wengi hawangeweza kufika, lakini nasema kwamba pia maisha yetu tunapoendesha vyombo vya pikipiki hizi na magari, tutihadhari kwa barabara kwa sababu nimeona tunapoteza watoto wetu wengi. Otherwise nataka kusema kwamba asanteni sana wote kwa jumla kwa kufika. Makanisa yetu yote tumesherehekea pamoja vizuri, naona hata baraka za Mungu zimeingia. Nataka kumalizia kusema kwamba I think mimi nimekuwa mzee wa familia, na nataka kusema kwamba kwa watoto wale wote ambao umepatiana, unaona vile wamesema, na wamesema kwamba mimi sitatembea sasa kwa mguu. Ile kiatu mlikuwa mnasema sitatembea mguu, sasa wacha nianze kufly. Otherwise asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa shati inafunguliwa kola, inafunguliwa kola inafunguliwa, inatolewa, kisha shati sasa inafunguliwa. Ndio hiyo, na hiyo shati yetu ni keki maridadi. Sema na vigelegele jamani. Sasa mama ya chifu na mke wake washike kisu kwa pamoja na bwana DC. Tunakata. Usiogope. Kata. Usiogope.
keki kata. Haya sasa mke wa chifu atakata hapo keki kwa vipande, alafu amlishe mmewe akimkaribisha nyumbani. Vile vile wanafungua hapa champagne. Wewe ambaye hujaiona, jamani, tega masikio na usikie. Haya sasa mama anachukua uma amlishe Mwagia mama hiyo champagne na cheese. Watoto mtulie, keki tutapata huko kwa tenti. Usiongezeke hapa. Haya, ndio hiyo champagne. Haya wanatoa champagne. Wewe kama una rondogo chunga. Haya ndio hiyo. Haya. Angalisha juu, Bado. Chunga hizi. Haya sasa imekuwa. Haya. Sasa chief analishwa keki. Wewe Bwana Rodi analishwa keki retired chief na mke wake akimkaribisha nyumbani. Shangwe na vigelegele. Haya, mpe juice pia kunywe, karibisha mume wako nyumbani. Amepatikana sasa officially. Amekuwa raia mwema. Naye chief akachukua fursa hii pia kumlisha mke wake. Alafu kisha wakatekate keki walishe machifu wenzao na wageni wote kwa jumla. Haya basi tunapoelekea mwisho wa sherehe hii. Haya, ona nampa. Tunatambua uwepo wenu. Asante sana kwa kuja kwenu. Asante kwa zawadi zenu. Mpango wenu wote. Tunasema Mungu awabariki sana. Popote pale mliguza mkapata. Nyosha mkono wenu na kushika familia hii kwa sherehe hizi. Tunasema abakura tega motoni chifuburu tega motoni chifuburu kumire magira esa gukora kumire magira esa gukora tongore tore bukira tongore tore bukira